tusaidie. Sasa Bwana tena Baba, tumekimbilia tena uweponi mwako. Kwa mioyo yetu ina kiu, mioyo yetu ina haja ya kukusikia, mioyo yetu iko tayari kukusikia. Nasi Bwana tunatamani Bwana kukusikia, kuzungumza nasi, maana maisha yetu yanajengwa katika wewe. Hivyo Bwana tuliona si vema kunyamaza kimya. Ndio miguu yetu na utayari wetu umetuleta mahali hapa. Tunakusihi Bwana usinyamaze kimya, na ikupendeze Bwana kusema maneno yetu kupitia Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo, sasa Bwana tunapofungua mioyo yetu, tunakusihi useme nasi wala usinyamaze kimya. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Somo la nalo mchungaji linasema uhusiano uliopo kati ya sadaka ya gharama na toba. Uhusiano uliopo kati ya sadaka ya gharama na toba. Na jana tukapita mahali alipopita yeye, akasema sadaka ya gharama ambayo Mungu alitoa ilikuwa ni Kristo. Tukaona pia kama Kristo ni sadaka ya gharama. Jana tukaangalia nyuma ya sadaka ya gharama ya Kristo. Ni nini kilichomfanya Mungu amtoe Kristo kwenye maisha yetu kama sadaka? Tukagundua kwamba nyuma ya sadaka ya gharama ambayo Mungu aliamua kuitoa kwa watu wake, nyuma yake kulikuwa na kitu kinaitwa pendo la Mungu. Manake Mungu alipotupenda sisi wanadamu, lile pendo lilokuwa ndani yake lilimsukuma kutoa sadaka ya gharama. Mchungaji akatufundisha juu ya umuhimu wa kutoa sadaka za gharama kwenye madhabahu. Na jana nikasema nawe kwamba huwezi kutoa sadaka ya gharama nje ya kupenda. Upendo unamsukuma mwanadamu kufanya jambo lolote kwa Mungu ama katika kile anachopenda. Kwa sababu hiyo, kinachofanya Mungu kutoa ni upendo. Kwa sababu hiyo, ili mwanadamu aweze kufanya kama Mungu anavyotaka afanye, inamlazimu mwanadamu kuwa na upendo kwa Mungu wake. Kwa sababu hiyo, upendo wa mwanadamu kwa Mungu ndio unaomsukuma mwanadamu kufanya kitu kwa Mungu pasipo kulazimishwa. Kwa mwanadamu anapotakiwa kutoa sadaka ya gharama, kinachomsukuma kutoa, kiwango cha utoaji wako kwa Mungu ni kiwango cha upendo wako kwa Mungu. Kwa kadiri unavyopenda, ule upendo unakusukuma kufanya sawasawa na kiwango unachopenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo, jana tukaona ili sasa sadaka hizi za gharama ziweze kuunganika, tukaona jinsi ambavyo Mungu anavyowathamini sana watu wanaompenda, kiasi cha kusema kwenye Misali sura ya 8:17 mpaka 19, swali tutasoma. Unaona, anasema ninawapenda wale wanipendao, nao wanitafutao kwa bidii wataniona. Ukiendelea chini tunaona anasema utajiri na heshima. Anasema nami nimewaandalia mali, unisamehe maandiko, wale wanipendao. Maandiko yanasema Misali 8:17 mpaka 21, na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima ziko kwangu, naam utajiri dumuo na haki pia. Matunda yangu hupita dhahabu, naam dhahabu safi, na faida yangu hupita fedha iliyo teule. Natembea katika njia yake, katikati ya mapito ya hukumu. Niwalisishe mali wale wanipendao. Tukaona jana ahadi nyingi zilizopo katika upendo. Kwa katika mtu kumpenda Mungu, tuliona jana kuna aina mbili ya watu. Kuna wanaompenda Mungu na kuna wanaomtafuta Mungu. Wanaompenda Mungu wanakaa na Mungu sawa sawa na Yohana 14:23. Anasema mtu akinipenda na Baba atampenda, mimi na Baba tutakuja kuweka makao ndani yake. Wanaomtafuta Mungu wanamuona Mungu, wanaompenda Mungu wanakaa na Mungu. Kuna utofauti wa kuona na kuna utofauti wa kukaa.
na hicho kitu. Kwa kuna utofauti wa kukaa na Mungu na kuna utofauti wa kumwona Mungu. Kwa ili Mungu akae na wewe, inamtaka mwanadamu kumpenda Mungu, kwa sababu upendo wa mwanadamu kwa Mungu ndio unaomfanya Mungu akae na mwanadamu. Na ahadi ambazo Mungu ameziweka kwa wale wampendao, mfano wa Korinto wa kwanza sura ya 3:2 pale anasema, mambo ambayo wanadamu hawajawahi kuyasikia wala macho ya wanadamu hawajawahi kuyaona, mambo hayo Mungu amewaandalia wampendao. Kumbe kuna vitu ambavyo Mungu hajaviandaa kwa ajili ya kila mtu, ila ameviandaa kwa ajili ya wale wanaompenda. Na ndio maana kwenye Misali 18 pale chini 19 anasema anapita katika njia ya haki apate kuwarithisha mali wale wampendao. Maana yake katika kumpenda Mungu kuna muondoa mwanadamu katika hali ya kawaida, kuna mfanya mwanadamu apate haki. Kwa kuna baadhi ya vitu vinakupa haki. Kwa mfano haki ya kukaa na Mungu haiji kwa sababu Mungu amekufia, ila inakuja kwa sababu ya kule kupenda. Kwa hiyo kupenda tu kuna mfanya Mungu akae na wewe kwa sababu umetimiza wajibu wa kupenda. Kuna vitu utavipata kwa sababu umetoa sadaka, utoaji wako, mojawapo ni baraka. Na kuna vitu utavipata kwa sababu umetimiza ulichotakiwa kutimiza. Kutimiza ulichotakiwa kutimiza, hicho ndicho ambacho kinatoa haki kwa mtu. Kwa Mungu anaposema umpende, unapotimiza ile hali ya kumpenda, unapata ile haki ya kupata vile vitu alivyovifungamanisha na upendo. Na ndio maana kwenye moja ya amri zake ziko 2 zilizokuu. Mojawapo anamwambia mwanadamu, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Maana yake ni katika kupenda kwa akili na katika kupenda kwa moyo na katika kupenda kwa nguvu, kuna haki mwanadamu anazipata katika kupenda. Anasema wale wampendao Mungu wamejulikana naye. Maana katika kupenda, upendo unabeba utambulisho wako mbele za Mungu, unakupa kujulikana mbele za Mungu. Na jana tukaona kwa nini Mungu anawathamini sana wanaompenda kiasi ambacho anawaondoa kwenye utaratibu wa kibinadamu wengine. Tukaona upendo ni kiunganishi kati ya Mungu na mwanadamu, kinachomfanya Mungu aoperate katikati ya maisha ya wanadamu. Tukasema jana, mchungaji Rujuze Mtoi alikuwa anaongelea habari ya utoaji wa sadaka za gharama. Tukasema kinachomfanya Mungu atoe sadaka yake ya gharama mbele ya Kristo ni upendo alionao kwa wanadamu. Kwa sababu hii mwanadamu anapopenda akampenda Mungu, ile hali ya kupenda inamuondoa katika hali ya kujiangalia, inamuingiza katika hali ya kufanya kwa sababu ya kule kupenda kwake. Kwa sababu upendo umebeba msukumo binafsi unaosukuma kutenda jambo kwa yule unayempenda. Na unachopenda, tukasema jana, unakipa thamani. Kwa chochote kinachopendwa kinapewa thamani. Kwa sababu hiyo mwanadamu anapompenda Mungu, Mungu anaanza kupata uthamani ndani ya moyo wa mwanadamu. Soma 22 Ayubu 24. Utaona Mungu anatafuta sana kuthaminiwa na mwanadamu. Upendo ndio unaomfanya Mungu athaminiwe. Na unapokithamini kitu, unakuwa hauko tayari kukipoteza. Kwa sababu hiyo, kwa kule kuthamini kunatengeneza kitu kinachoitwa uhusiano binafsi kati ya mtu na Mungu. Ayubu 22:24 maandiko yanasema, nawe hazina zako ziweke mchungani,
na dhahabu ya Ofiri iweke katika kati ya mawe ya vijito. Naye Mwenyezi atakuwa hazina yako, atakuwa ni fedha yako ya thamani. Anaanza kukutahadharisha kuondoa vitu unavyovithamini uviweke pembeni. Anakwambia dhahabu yako ya Ofiri weke mchangani. Hivyo vitu unavyovithamini viondoa. Utakapoviondoa vitu unavyovithamini, ndipo mimi Mungu nitakapopata nafasi ya kuthaminiwa na wewe. Hapo chini anasema ndipo utakapoomba. Anasema hapa ndipo, kwani ndipo utakapojifurahisha katika Mwenyezi na kuinua uso wako kumwelekea Mungu. Utamwomba yeye, naye atakusikia, nawe utatimiza nadhiri zako. Amen. Ndipo utakapomuomba na yeye atakusikia. Wanaokaa na Mungu siku zote kwenye maisha yao, Biblia inasema itakuwa katika kunena nitasikia. Anasema kabla ya kuomba, itakuwa watakapokuwa wakinena, mimi Mungu nitasikia. Kinachokuingiza kwenye huo uhusiano ambao unamfanya Mungu ukiwa katika kunena akusikie, ni ile hali ambayo inakuleta karibu sana na Mungu. Na ndio maana Mungu anasema mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Maana yake ninapomkaribia ndipo Mungu anaponikaribia. Ninapompenda ndipo naye anaponipenda. Ndio maana anasema nawapenda wale wanaonipenda. Ukisoma Warumi 8:28 anasema Mungu hufanya kazi na wale wampendao. Mungu hafanyi kazi na kila mtu. Mungu haambatani na kila mtu. Mungu hufanya kazi na wale wampendao katika kuwapatia mema yote. Kumbe katika kufanya kazi kuna mema yanayotakiwa yatoke ndani ya kazi ya mtu, na mwenye kuyatoa hayo mema ni Mungu. Kwa sababu hiyo, panapokuwa na ushirika kati ya Mungu na mwanadamu katika utendaji wake, Mungu hutoa kilicho chema katikati ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna watu wanaweza wakakaa eneo hilo hilo wasifanikiwe, lakini mtu anayemcha Mungu akakaa kwenye hilo eneo akafanikiwa. Biblia inasema kwenye Zaburi ya 80 kama sijakosea, anasema mtu aliyebarikiwa kuligeuza lile bonde kuwa bonde la baraka. Andika kwa sababu kitabu. Anasema hata ukikaa katika bonde, katika jangwa, kuligeuza kuwa bonde la baraka. Maana yake alichobeba kinageuza. Transformation ya mwanadamu kwa Mungu inamfanya mwanadamu ampendee Mungu kuondoka katika hali ya ukawaida, kwa sababu unamuambatanisha na Mungu. Upendo wake unampa ushirika kati yake na Mungu. Upendo wake unampa nafasi ya kuongozwa na Mungu. Kwa sababu hiyo, aina ya maisha yake yanaanza kutofautishwa, kwa sababu kinachomuongoza, anaondoka katika hali ya kujiongoza, anaanza kuongozwa na Mungu. Kwa sababu upendo wake kwa Mungu unamuingiza Mungu kwenye maisha yake. Kwa sababu Mungu anakuwa kwenye maisha yake, jinsi anavyoenenda, jinsi anavyotenda, jinsi anavyoishi kunaanza kutofautishwa na wanadamu wengine, kwa sababu kuna kitu kinachomfanya awe tofauti na wengine. Ndio maana Biblia inasema kwenye Mwanzo 39 pale na kuendelea, wakati Yusufu tayari ametoka gerezani, yuko mbele ya Farao. Farao anasema tumpate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Mungu anapokaa ndani ya watu huwa ana tabia ya kujitambulisha katikati ya watu wengine, na watu wanapokuona wanaanza kumwona Mungu ndani ya maisha yako. Ukisoma Mwanzo 26 ile story nzima, unaona Isaka alipomwomba Mungu akambariki.
Biblia inasema mfalme wa Gerari na wakuu wakamwonea wivu, wanamwambia utoke kwetu, maana wewe mbarikiwa sana. Baadaye katika ile story wanamwendea kutaka kumrudisha, wanasema tumeona kwamba Mungu yu pamoja na wewe. Kwa mara zote Mungu anapokuwa kwenye maisha ya wanadamu, kwenye maisha ya watu, kuna mambo ambayo atayafanya. Wengine walipita hawakufanikiwa, wewe utapita utafanikiwa, si kwa sababu wewe ni bora, si kwa sababu una nguvu, ila kwa sababu amepata nafasi kwenye maisha yako. Zaburi ya 127 mstari wa kwanza na wa pili anasema, yeye aliendaye pasipo Mungu anafanya kazi bure, na yeye alindaye anakesha bure pasipo Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaonyesha umuhimu wa ushirika wake kwenye maisha ya mwanadamu. Na kwa sababu hii kupenda mbele za Mungu, upendo mbele za Mungu ndio unampa fursa ya Mungu kuwa kwenye maisha yako. Na Mungu anachotafuta kwenye maisha yako ni kupata nafasi ya kuthaminiwa na kupata nafasi ya kuonekana kupitia wewe. Yaani watu wamuone Mungu kupitia wewe. Na kwa sababu hiyo tangia zamani Mungu alishafungamanisha misingi yake na wanadamu, kwamba aonekane kupitia wanadamu, watu wamtambue kupitia wanadamu, watu wamwamini kupitia wanadamu. Ndio maana Yesu alikwenda kumfufua Lazaro, anasema mauti hii si kwa sababu ya Lazaro afe, lakini mauti hii ni ili mwana wa Mungu apate kutukuzwa. Maana yake Mungu anamtumia Lazaro kujitambulisha kwenye maisha ya watu wengine. Kwa sababu hiyo upendo wako mbele za Mungu ni una thamani kubwa sana mbele za Mungu, kwa sababu unampa fursa ya Mungu kuingia kwenye maisha yako. Kesho Jumapili nitakufundisha nini kinatokea upendo unapokuwa. Kesho nitakufundisha nini kinatokea upendo unapokuwa. Jana tuliomba habari ya moyo wa kumpenda Mungu, na leo tutaomba chochote kwamba Mungu nipe moyo wa kumpenda, kwa sababu ukimpenda Mungu inakuamulia maisha yako. Kesho tutajifunza uchaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusimame tumuombe Mungu kwa muda huu mchache tuliona. Moyo wangu uwazi, moyo wangu uwazi, niko hapa uniguse Bwana, moyo
kusema na moyo wako. Jioni ya leo nimetambua ya kwamba sijakupenda sawa sawa, na nimejua ya kwamba kila kitu ambacho kinaongoza maisha ya mwanadamu ni upendo. Na mimi Bwana, kuwa hapa ni matokeo ya upendo wako kwangu. Jioni ya leo, kama ulivyotuagiza tuweze kukupenda wewe kwa mioyo yetu yote na kwa nguvu zetu zote na kwa akili zetu zote na kwa uwezo wetu wote. Mungu, ninakiri ya kwamba katika maisha yangu sijakupenda ipasavyo, sijakupenda ipasavyo, sijatenda katika upendo, sijaamua katika upendo, sijakupenda wewe Bwana. Wakati mwingine nimethamini vitu kuliko wewe, wakati mwingine nimependa vitu kuliko wewe, wakati mwingine Bwana nimependa nafasi yangu kuliko wewe, wakati mwingine Bwana nimeweza kupenda vitu ambavyo havijanipa faida. Jioni ya leo ninaomba toba, ninaomba rehema, nisamehe Bwana, nirehemu Bwana. Ninakiri ya kwamba nimekosa mbele zako, wala sistahili Bwana kuhesabiwa haki, lakini Bwana, kwa ajili ya msalaba na kwa ajili ya damu yako iliyomwagika Bwana kwa ajili yangu, ukanisamehe, ukanirehemu, maana wewe ni Mungu unayetoa nafasi ya pili kwa watoto wako. Saa hii Bwana, ninaomba unipe nafasi ya pili, niweze kukupenda, niweze kukupenda, niweze kukuthamini katika maisha yangu, katika jina la Yesu. Nisamehe Bwana mahali popote pale ambapo Mungu sikukuthamini kwa matendo yangu, kwa mwenendo wangu, kwa kusema kwangu, kwa kuishi kwangu. Saa hii Bwana, ninayatubia yote katika ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu. Nisamehe Bwana, nirehemu Bwana. Saa hii Bwana, ninakusihi unihesabie haki tena ya kwamba ninastahili kupewa nafasi mpya katika jina la Yesu. Saa hii Bwana, ninakusihi geuza moyo wangu ukuelekee wewe, geuza moyo wangu ukupende wewe, geuza moyo wangu ukutazame wewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninaomba uniumbie moyo wa kukupenda, ninaomba uniumbie moyo wa kukuthamini katika jina la Yesu. Anza kumwomba Mungu. Baba, katika jina la Yesu, saa hii Bwana tunasimama katika madhabahu yako, tunakusihi Baba kama watoto wako. Tumeona uthamani wa upendo, ya kwamba Mungu ni Mungu unaopenda wakupendao, ni Mungu unaothamini wanaokuthamini, ni Mungu unaoangalia wanaokuangalia. Saa hii Bwana tunakuja mbele zako. Ni kweli Bwana, tulikutafuta maana tulikuwa na shida, tulikutafuta maana tulikuwa wagonjwa, tulikutafuta maana tulipungukiwa, lakini tumejua ya kwamba pasipo upendo hatuwezi Bwana kufanikiwa. Nasi Mungu tunakiri ya kwamba tulipopata ambao tunavihitaji tulikuacha, maana tulikupenda. Jioni ya leo Bwana, tunaomba rehema, tunaomba toba kwa damu ya Yesu Kristo. Saa hii Bwana, tumetambua umuhimu wa kukupenda wewe, maana wanaokupenda unatenda nao kazi, maana wanaokupenda unakaa nao, maana wanaokupenda unashirikiana nao, maana wanaokupenda unawaangalia, maana wanaokupenda unawarithisha amani, maana wanaokupenda unawafanikisha, maana wanaokupenda unawainua. Jioni ya leo Bwana, mioyo yetu ilipopenda vitu, mioyo yetu ilipopenda vitu, mioyo yetu ilipopenda vitu, ukatusamehe kwa damu ya Yesu Kristo, maana hivyo vitu vimepata nafasi zetu za kazi, maisha yetu Bwana yamepata nafasi katika moyo wetu. Saa hii Bwana, mioyo yetu inageuka kwako, kukuangalia wewe, kukufuata wewe, kukushika wewe katika jina la Yesu. Tunakusihi Bwana, kuuza mioyo yetu sasa, achilia mafuta ya upendo wako, achilia mafuta ya kukupenda Bwana, maana ulijua siri ya kukupenda, ndio maana ukaweka amri kwa wanadamu wakupende, maana unajua faida ya kumpenda Mungu, ndio maana ukawekea wanadamu amri ya kumpenda Mungu, maana unajua wakukupenda kuna faida, wakupenda kuna mafanikio, wakupenda kuna baraka, wakupenda kuna upendo, wakupenda kuna kukuona wewe, wakupenda wanapata nafasi ya kukaa nao. Kwa maana katika amri zako uliwaamuru wakupende, maana Bwana unajua faida ya kukupenda, unajua faida ya kukupenda. Saa hii Bwana tunaombea mioyo yetu ikeuke Bwana, mali ilipokuwa katika jina la Yesu, mali iliposhika katika jina la Yesu, mioyo yetu Bwana ikugeukie wewe, ukuangalie wewe, ukushike wewe. Kumba wewe
wa upendo. Daudi akasema, Bwana uniumbie moyo safi. Saa hii Bwana unaomba moyo safi kwa ajili ya watoto wako. Umba jambo jipya, umba jambo jipya, umba moyo mpya, moyo uliojaa mapenzi mema kwa ajili yako, moyo wa kukupenda wewe, moyo wa kushikamana na wewe. Umba akili ya kukupenda, ufahamu wa kukupenda, nguvu ya kukupenda kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Maana wewe ni Mungu unaofanya kazi na wakupendao, sio waombao, wakupendao, sio waombao, wakupendao, sio wafungao, wakupendao, katika jina la Yesu. Saa hii Bwana tunakusihi katika pendo lako, umba pendo jipya katika mioyo yetu, katika pendo lako umba pendo jipya katika mioyo yetu. Mioyo yetu ukuanzilishe wewe, mioyo yetu ukupende wewe, mioyo yetu ushikamane na wewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo, damu yako utupatanishe na neema yako, utupatanishe na nguvu yako, utupatanishe na uweza wako, utupatanishe na mamlaka yako. Tuondoe katika vitu ulivyoshikamana navyo katika ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu Kristo. Tuondoe Bwana ulivyoshikamana navyo katika ulimwengu wa roho. Ondoa mioyo yetu kwenye vitu, ondoa mioyo yetu kwenye vitu, ondoa mioyo yetu kwenye kujipenda wenyewe, kwenye kujiangalia wenyewe. Geuza mioyo yetu ikupende wewe, ukuthamini wewe, ikuangalie wewe. Uhusiano wetu ujengwe katika pendo lako, uhusiano ujengwe katika pendo lako, kujitoa kwetu ujengwe katika pendo lako kwa jina la Yesu Kristo. Utoaji wetu uwe katika upendo, maana ukamwambia Musa, waambie wana wa Israeli wanitolee sadaka kwa moyo wa kupenda, maana unapenda waje kutolea kwa moyo wa kupenda. Geuza mioyo yetu ikutolee kwa moyo wa kupenda, ikutumikie kwa kupenda, ikuangalie kwa kupenda, ikufuate katika upendo, ikutazame katika upendo, ukaribishe katika familia zetu kwa upendo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Saa hii Bwana unaomba ule moyo wa upendo kwa ajili ya watoto wako, moyo wa kukupenda, moyo wa kukupenda. Saa hii Bwana achilie huo moyo ndani yao, ndani yao, ndani yao, moyo wa kukupenda, moyo uliojaa uchaji, moyo uliojaa ufanani, moyo unaomthamini Mungu, moyo unaomshika Mungu, moyo unaomwangalia Mungu, moyo ulio tayari kujitoa kwa ajili ya Mungu, kujitoa kwa ajili ya Mungu, kujitoa kwa ajili ya Mungu, kujitoa kwa ajili ya Mungu. Huo moyo uliojaa ufanani ndani yake kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Saa hii Bwana ganga mioyo ya watoto wako, ganga mioyo ya watoto wako, ugange kwa upya, usimamishe kwa upya, tuinue kwa upya, tuinue kwa upya, kwa upya, kwa upya Bwana, kwa upya Bwana. Maana umesema mzigo wote na ule na mzigo, ondoa kila mzigo katika mioyo yetu. Achilia moyo mpya, achilia moyo mpya, achilia moyo mpya, achilia moyo mpya katika jina la Yesu Kristo. Katika damu ya Yesu ndio maombi yetu kwako Bwana. Saa hii tunaomba kufunikwa na pendo lako ndani yetu, tunaomba kufunikwa na pendo lako, tunaomba kujazwa kwa pendo lako, tunaomba kufunikwa na pendo lako mioyoni mwetu Bwana. Saa hii ndio maombi yetu, saa hii ndio maombi yetu. Mungu Roho Mtakatifu, tupe huo ufuniko, tupe huo ujazo, tupe huo ujazo wa pendo, wa pendo, wa pendo, wa pendo katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Saa hii naye majira Baba, tunaomba kufunikwa tena na pendo lako moyoni mwetu. Tujaze pendo lako Bwana, tujaze pendo lako Bwana, sawa sawa na wingi wa rehema zako. Achilia pendo lako ndani ya mioyo yetu Bwana, ili tutembee, ili tutende katika pendo, ili tufanye katika pendo, ili tuenende katika pendo, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Maana huo ni mfumo, maana huo ni mfumo, na hiyo ni kanuni yako Mungu ambao umetupatia ili kuweza kuishi sawa sawa na mapenzi yako. Baba, tujaze pendo lako ndani yetu, Baba, tujaze pendo lako ndani yetu, na utusaidie, na utusaidie, na utusaidie, na utusaidie, na utusaidie kuenenda katika pendo, kutenda katika hilo pendo. Baba, ni maombi yetu katika jina la Yesu, sawa na neno lako, sawa na neno lako, maana ni neema ambao umetupa, maana ni upendeleo ambao umetupa na sisi Bwana. Saa hii tunaomba kwa neno lako, na tunaomba Bwana kwa ile neno ambao umetulia Mfalme, tujaze pendo lako, tusaidie kuenenda katika hilo pendo, tusaidie kutenda katika hilo pendo, tusaidie Bwana kwa kila jambo katika pendo lako, katika jina la Yesu. Hadi maombi yetu Bwana. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya sadaka za watoto wako saa hii watakutolea. Lakini Bwana, nakushukuru kwa ajili ya ibada zetu, ibada ya kwanza siku ya kesho na ibada ya pili tunaziweka mikononi mwako Bwana, zote zikawa ni ibada za baraka.
tunaiombea madhabahu yako Mungu, ikaachilie neno lako katika uzima wake na katika nguvu yake. Zaidi sana Bwana, tunaomba wote watakaofika uweponi mwako, asiyopata mmoja atakayepungukiwa na uwepo wako. Nguvu zako ziwe pamoja nasi, uweza wako uwe pamoja nasi, neema yako iwe pamoja nasi, katika jina Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sasa Bwana, tunajiachilia kwako sasa. Ninakusihi unapozipokea sadaka za watoto wako pia, kumbuka na maombi waliokuomba, takabali maombi yao na haja zao. Zaidi sana Bwana, achilia ule moyo wa kukupenda na kukuthamini katika maisha yetu. Kwa jina la Yesu Kristo naweka mikononi mwako sasa, uende pamoja nao na utupe kibali tena kwa ajili ya siku ya kesho, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Neno la Kristo na likae ndani yenu, muweze kufundishana siku zote, na hatimaye muweze kufikia kilele kile cha Kristo, mkaishi pamoja naye, tupokee baraka. Bwana Mungu awabariki na kuwalinda. Bwana Mungu awaangazie nuru za uso wake na kuwafadhili. Bwana Mungu awainulie uso wake na kuwapa amani. Katika jina la Yesu Kristo, mtembee pamoja naye siku hii na Kwaresma, muwe na maungamo pia pamoja na toba, ili mkaifikie ile siku ambayo Bwana ametuandalia, siku ile